ijayo naiona kama Yanga itakwenda kudominate zaidi, kwa sababu katika misimu ambayo Yanga walikuwa wana hali tete, msimu huu unaweza tukakiri hilo. Kwa sababu gani? Hebu angalia maingizo ambayo alikuwa ameingia. Kulikuwa na mchezaji anaitwa Andy Bobo Boyel, kulikuwa na mchezaji anaitwa Mohamed Dumbia, kulikuwa na mchezaji anaitwa Celestine Ikua, kulikuwa na mchezaji anaitwa Rasin Kouma. Umeelewa vizuri hapo au wachezaji wote nawakutajia ni wachezaji ambao wamekuja alafu hawajakuwa na product njema ndani ya Young African. Ambapo hiyo imekuwa tofauti na maingizo ya misimu minne nyuma yote, ambao ukiangalia kila mchezaji ambaye alikuwa akiongezwa kwenye kikosi alikuwa analeta tija. Ukiangalia kina Kennedy Musonda kipindi anaingia, kina Maxim pia Nzengeri, hata Skudu Makudubela naye pia alikuja, lakini kulikuwa na tija, ulikuwa unaiona ndani ya kikosi tofauti na maingizo haya. Kwa hiyo katika kipindi ambacho Yanga walikuwa na hali mbaya, this time walikuwa na hali mbaya zaidi, na kama hawakuweza kupoteza kwa hali hiyo waliokuwa nayo, basi inawezekana wakawa wagumu zaidi. Lakini pia kitu kingine ambacho mimi nakuwa tofauti watu wanavyofikiria kwamba Yanga alistahili kufungwa na Simba, wakichukulia matukio kwamba kule Zanzibar alinyimwa goli la Suleiman Mwalimu. Lakini wanasahau kule Zanzibar pia Yanga alipewa offside ya uongo ya Prince Dube akiwa na faida ya kumuona goalkeeper moja kwa moja. Ilikuwa yani katika open chance ile ilikuwa ni nafasi ya wazi zaidi, waliweza kunyimwa, na kwa kosa hilo pia mwamuzi aliadhibiwa kama ilivyokuwa kwa kosa ambalo kwa Mwalimu pia aliadhibiwa. Ukija kwenye mechi ya pili ambao walitoka 2-2, Yanga pia waliweza kunyimwa penalty ya wazi kwa Laulindo Depu alipokuwa amechezewa na Ismail Tule katika eneo la hatari, akionekana kwamba yeye ndo amecheza foul, wakati huo kumbe yeye ndo alikuwa amezuiwa katika eneo la hatari na alinyimwa penalty. Lakini pia mchezo ule ambao Yanga alikuwa amepata sare ya 2-2, marefa wale wa kutoka Arabuni waliweza kutoa offside ya uongo kwa Pacome Pierre Zuzwa akiwa katika onside, wakasema ni offside, wakati ilikuwa ni sehemu ya wazi ambayo angeweza kwenda kupata nafasi ya kuweza kuongeza alama nzuri zaidi. Kwa hiyo katika vipindi vyote ambavyo wanasema kwamba Yanga alistahili kupoteza kwa Simba, lakini pia ukichunguza kwa undani zaidi unaona bado pia Simba walikuwa na wakati mgumu dhidi ya Young Africa. Na hata kombe ambalo lilipoteza la Muungano mbele yao, ukiangalia katika dakika zote 90 ambazo wamecheza, Simba hakuweza kutafsiri kwamba kuondoka na ushindi. Kama ingekuwa ni mbio za kutafuta alama, na maana pale pia wangegawana alama. Kwa hiyo bado unaona kama Yanga walikuwa katika hali mbaya msimu huu na wameweza kuretain kombe lao likabaki nyumbani, basi inawezekana ikawa ni mbaya zaidi kwa msimu unaofuata, kwa sababu usajili, kwa namna taarifa tunazozipata, usajili ambao wanaofanya, lakini pia wanaingia kwenye uchaguzi na uongozi ukifanikiwa kurudi tena, lazima utahitaji pia kuongeza nguvu zaidi. Kwa hiyo naona utakuwa ushindani wa hali ya juu kwa upande wa Simba pamoja na Azam. Namna hiyo Steve Mapunda anatia maneno hivyo, na tukiwa bado tunaendelea, ni kuombe sana unapoweka jitihada zako, basi muombe Mungu akupe bahati kama ya Yasin Kouma. Unapokuwa unaweka jitihada zako, basi muombe Mungu akupe bahati kama ya Edmund John. Muombe Mungu akupe bahati kama ya Buba Jamel. Weka jitihada, lakini bahati iombee sana. Kwa maana gani? Wakati wakina Libase Gie, wakati wachezaji mbalimbali wakina Ture wanaweka jitihada, wakati wakina Mosi Ndoumwe wanaweka jitihada, wanafunga magoli lukuki, lakini bado hayakutosha wao kuwa mabingwa. Lakini Buba Jamel ni champion. Sawa, tukiwa tunaendelea na kipindi sasa, navuto sikio na Katalambula ananambia bwana, kuna swali analo la kumuuliza Chifu Nzobane. Nalo swali hilo amenifikishia. Swali hilo bwana linakuja kwako Chifu Nzobane. Ili ni kwa hisani ya Mapunda, ya hisani ya Katalambula. Majina yanafanana, majina ya Kibantu haya. Katalambula anauliza kwa tumeumaliza msimu. Hatujui MVP wa msimu uliopita ni nani, na inawezekana ndiye huyu ambaye ameumia hii leo, kwa maana ya Pacome Pierre Zuzwa. Inawezekana ndiyo yeye MVP wa msimu uliopita. Je, tutapata nafasi ya kumtambua MVP wa msimu huu? Na kama tutaipata hiyo nafasi, nani anaweza kuwa MVP wa msimu huu kwako Chief?
Mimi binafsi nafikiri tuna changamoto moja. Unajua sisi tuna mambo yetu unasema kivitu vyetu yale mambo yetu. Kwa sababu ligi nyingine zote hivi vitu sio vitu vya kamari. Msimu kabla hujakuisha mechi 3 mechi 4 unakosha jua ligi zote ana MVP, na kwa sababu wana clear criteria ambazo wameziweka. Nani hawezi kuwa mfungaji bora, nani hawezi kuwa mchezaji bora, nani golikipa bora, zimewekwa ziko. Kwa hiyo una haja kumradhi ukiwa unaendelea hapo na jazia ligi ya Uingereza walimtangaza Bruno Fernandes kama mchezaji bora. Ligi haijaisha. Na ndio utaratibu, kwa sababu zile criteria ziko wazi. Lakini si kwetu ndio inakuwa ni kama vile kwenye uchaguzi, yani kwenda kumchagua mtu mnaingia mpaka ukumbini hamjui kuna siri, kitu ambacho sio sahihi. Na maana yake nini? Hakuna specific criteria ambazo zatumika. Maana yake ni wishes za watu. Yani wakiamua wewe unakuwa wewe, ukiamua yule, kitu ambacho wakati mwingine kinakwenda kufifisha na kutia mashaka mengi. Mimi ukiniambia kwa msimu huu ambaye anastahili kuwa MVP wa msimu, mimi nitakuambia Faisal Salum. Mimi binafsi ukiniambia, kwa sababu nimeona timu ambayo yupo, kiwango chake, msaada wake, consistency yake, anacheza kwa timu ambayo haina pressure kubwa sana, lakini bado anafanikiwa kuweza kubato. Hapo hujatazama magoli. Yani mimi naangalia ubora wa mchezaji. Yani ukichukua Azam, ukichukua Simba, ukichukua Yanga ni tofauti. Azam haina pressure kubwa sana ya mashabiki, ya matokeo, haina, tofauti na Simba na Yanga ambao wana pressure kubwa sana. Lakini pia hata kunufaika na waamuzi, Azam hainufaiki sana kama ambavyo Simba na Yanga wamekuwa wakinufaika mara kadhaa kutokana na mambo ambayo yanaendelea. Kwa hiyo mimi nikiangalia kwa ubora alionao, nafikiri yeye ana deserve kuwa mchezaji bora wa msimu kwangu mimi. Ukiniambia nambari 2 nitamsema ni Okello. Anastahili pia. Kwa sababu kwa nini? Kwa sababu kipindi alichoingia na msaada alioufanya kwa klabu ya Yanga umekuwa ni msaada mkubwa sana, na amechangia kwa sehemu kubwa sana matokeo ya Yanga. Lakini pia hapo watatu nitakwambia ni Djigui Diarra. Tena nafikiri atakuwa pili badala ya watatu. Djigui Diarra atakuwa pili kwa sababu juzi nilizungumza hapa, Yanga leo anachukua ubingwa na alama 75. Lakini mimi ukiniuliza bila kuwa na Diarra, pengine leo Yanga ingekuwa na alama 62 au 60. Yani ingekuwa kama Diarra hayupo hivyo kipa mwingine, Yanga pengine ingekuwa na alama 60 au 62. Kwa kuna alama kama 13 12 ambazo yeye binafsi amezi maintain kwenye timu, amezitetea yeye kama yeye. Ni kipa tofauti sana ambaye amekuwa ana impact ya moja kwa moja. Unajua kuna wakati tunawaangalia magolikipa tu ni kwenye kuokoa tu golini, lakini hatuangalii kama ni sehemu ya mafanikio ya timu. Si unanielewa iko? Yaani mara nyingi timu zilikuwa zinashinda hatusichi na golikipa. Yaani kama ni majukumu yake kulia katu mpira. Unaona Lakini kumbe kuna wakati timu inashinda kwa sababu tu kuna kipa fulani golini. Yaani kuna wakati Yanga inaongoza 1-0 wakati itakiwa ifunge magoli 3, ila kwa sababu tu ya Diarra ikaweza kusecure. Kwa kama angekuwa sio yeye, Yanga ndio angepata goli 1, lakini wangeconcede magoli mangapi? Magoli 3. Kwa hiyo mimi binafsi na fairness Faisal, wa pili nitamsema Diarra, na watatu nitamzungumzia Okello. Namna hiyo amezipanga kwenye issue ya MVP. Kwa kuwa ni swali langu, nimekuja kumchallenge hapa Chief kwa sababu nina maswali kadhaa. Sawa. Nakubaliana na MVP ambao umewataja. Lakini kuna mtu nilitaka ataje. Nikasema sipomtaja nitakuja. Kwa nini naona kama mchango wa Duke Abuya kile ambacho amekifanya kwangu mimi naamini anastahili kuwa MVP. Ninaweza nikasema sahihi au sio sahihi kwangu mimi, lakini na mimi naongezea hapo Duke Abuya sambamba na Clatous Chota Chama. Sawa. Sasa mtaje vijana wenu. Duke Abuya mimi ninaweza nikasema hapana kwa sababu ya consistency. Ni mchezaji ambaye kuna mechi ambazo anakupa kitu kizuri sana, lakini zile mechi ambazo timu inakuwa imekosa option hakupi kitu. Kwa wakati mwingine ni kama anahitaji timu iweze kuwa vizuri ndio aweze kukupa kitu. Mimi ninavyomwangalia, yani sio midfielder ambaye kwamba okay sasa hapa tushakwama sasa. Unafahamu, yani kwamba tumekwama, yeye akaamua kuchukua mchezo. Kwa hiyo ili aweze kuperform ni lazima timu iwe kwenye rhythm. Ili uweze kumuona akifanya vizuri ni lazima
mahusiano yake yeye, Maxi, kama ni Muda, kama ni Dadamaro, kama ni Baka, hao wote wao katika level hii, level moja, jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, kwa nini nasema kumzungumzia yeye, mpaka saa hizi Duke Abuya ameshindwa kuwa mmiliki wa eneo lolote kiwanjani. Sio kama mtaweza kuelewa hapo. Yaani ameshindwa kuwa mmiliki wa eneo lolote kiwanjani. Anaonekana mzuri akiwa kwenye transition kwenye mobile way, yani akiwa na move. Lakini sio kiungo ambacho unaweza kusema leo na kiungo wa ulinzi pase ukamtaja Duke Abuya. Yaani na kiungo wa ulinzi pase yani. Au kasema leo na kiungo mshambuliaji pase. Kwa hiyo yupo katikati ya ulinzi na ushambuliaji. Ni mtu ambaye anakuja kunogesha. Si kama mnanielewa sijui. Unamaanisha box to box. Yaani unamwona nani Aucho? Aucho alikuwa ana dictate lile eneo la kiungo lile. Njoo kwa Yusuf nani, Yusuf Simba, Kagoma. Ni kiungo wa ulinzi. Ana mapungufu yake. Lakini kwenye lile eneo ana dominate yeye. Yaani akiwa amekaa pale akizima lazima mahali. Duke Abuya yuko katikati. Sometimes winga, sometimes kiungo, sometimes kiungo ulinzi. Kwa hiyo inategemeana na chemistry itakayotengenezwa, lakini na mpango atakayokuja nayo opponent. Sika ninaeleweka ninachozungumza. Unamaanisha hakuna eneo ambalo amesimika utawala wake. Hakuna eneo ambalo amesimika utawala wake. Kwamba mimi ni mtawala wa ulinzi. Mimi ambapo ninamwangalia. Yaani hakuna ambako unasema okay. Kwa hiyo ili uweze kumchezesha itategemeana unataka acheze na nani na kwa plani gani. Kwa hiyo kuna mechi nyingine itakulazimu mweke nje. Yaani kuna plani nyingine itakuja itakataa, itabidi tu aanzie nje. Sasa sio. Chama of course umemtaja. Chama ni mchezaji mzuri. Lakini ndio kinachokwambia kwamba timu inatakiwa imsaidie kuonyesha uzuri wake. Si kama mnanielewa? Yes, yaani kwa sasa hivi acha nyuma. Yaani kwa umri huu saizi. Yaani inatakiwa Simba ifike sehemu fulani alafu yaweze kuamua. Yaani kuna kazi zifanyike na kina Kagoma, kina nani wafanye. Alafu ifike sehemu akili yake iweze kutumika. Kwa hiyo yeye haibebi timu. Lazima timu kwanza ianze kujibeba alafu aende kumalizia kile ambacho timu ikifanya. Timu ikiwa ovyo huwezi kumuona kiwanjani. Sawa. Katalambula nikushukuru kwenye nafasi yako. Namuomba mtu ambaye leo hajapata nafasi ya kuzungumza Israel Lugano aweze kuketi hapo tuweze kuzungumza. Huyu Israel Lugano wanamuita jambia wa maji ya jioni. Yani yule jambia wa bei ya jioni ndio Israel Lugano. Kwanza uhali gani Lugano? Bwana niko poa. Bana kwanza nimeambiwa leo ulikuwa kwenye kilele cha furaha. Kabisa. Ulikuwa kileleni leo. Na kilele cha furaha. Kuna furaha alafu kuna huzuni pia. Lakini huzuni tuizungumzie furaha yako. Nimeelezwa kwamba ligi imetamatika. Pia nilielezwa kwamba uliposikia leo ni Okello Day ukaenda kutafuta mauani. Grass. Sio miwani tu. Unajua kuna miwani na mauani zaidi. Kuna miwani ya grass. Unaangalia kuna nyingine zinakuwa hazina vioo kama za Francisco. Zinakuwa zina flame. Ndio maana ambia semezi glass. Kuna sehemu unataka kuchukulia pale Mlimani City. Ndio anachukulia kama hizi. Unaweza kuchukulia poa lakini ni value sana kitu. Okay, ukiwa unasherehesha Okello Day bila shaka. Of course, mchezo ulikuwa ni mzuri na kwa watu wanaopenda soka au sio? Lazima tutakuwa katika kile cha furaha. Unajua off mic ulinieleza kwamba Simba alistahili zaidi kutoa huu ubingwa. Ulikuwa unamaanisha nini? Kutoa kivipi? Wewe ndio ulizungumza hivi. Kuachia ubingwa. Yaani msimu huu Simba ndio alistahili kuwa bingwa zaidi. Ulikuwa unamaanisha nini? Lugano. Okay. Kuna sababu nyingi za kuifanya Simba kuwa bingwa. Kwa wewe hujaridhika na Yanga kuwa bingwa. Zimezuiliwa na mazingira ya Simba kuwa bingwa. Kwanza kuna sababu za Simba wenyewe. Ambao wao wenyewe wanajua walikosea sehemu gani. Alafu kuna pili, kuna mazingira ambayo Simba yamesababisha kuwa katika hali iliyopo sasa hivi. Tukio moja ambalo kwenye soka lilikuwa ni
ni la kipekee sana ambalo lilikatisha Simba ndoto ya kuwa mabingwa. Ile tukio la kucheza na mtani wa jadi, mchezo wa kwanza uliofanyika pale Zanzibar. Ule Yanga alistahili kwenda kibla. Alienda kibla lakini kuna watu walimsaidia, manake kumpa tiba na kumrudisha kwenye njia yake sahihi. Unamaanisha wakina nani? Waamuzi. Tafsiri yako ni kwamba huu ubingwa wa Yanga una dosari kwenye mpira. Haipo yani, nakwambia kama Simba anaongea kishabiki ambayo sio sahihi. Anamaanisha ubingwa wa Yanga una dosari. Mpira wa miguu unahukumiwa na dakika 90. Ndio. Na dakika 90 kuna mambo mengi ambayo yanatokea ili kwenda kutimiza sheria na kanuni za mpira. Jana nilikuwa na Katalambula hapa. Jana mechi ya Ujerumani na Paraguay. Sawa Kuna goli Ujerumani wamelifunga, lile goli ambalo ukiliangalia ni kama goli sahihi na ambalo lilikuwa ni goli la pili la Ujerumani, lakini waamuzi wamelikataa. Na tumeona comment nyingi zikitoka kwa baadhi ya makocha wakubwa wakiblame, lakini mwisho wa siku safari ya Ujerumani imeishia pale. Uwezi ukachukua goli ambalo alikukubaliwa ukataka ulioni ni fact ya kupata matokeo. Mpira huko hivyo. Sawa, mpira kwanza huko hivyo. Ukianza kwenda hivyo utarudi utaangalia pale bidiwe kadi nyekundu. Angepata kadi nyekundu ile basi pengine tu angepungua, wangeweza kufungwa. Unafahamu? Arsenal kuna kipindi alifungwa na West Ham, unakumbuka? Sawa alifungwa na West Ham, mpira ulikuwa umetoka nje kabisa. Na Arsenal akapoteza alama ngapi? 2. Leo hii Arsenal anakosa ubingwa, tuseme ile ya West Ham ile pale tulionewa pale ingekuwa pale ni pointi 2 ukipasteza Man City. Huo sio uchambuzi wa mpira. Tunachokiangalia ni kwamba okay, mathalan utasema pale Yanga alipata favor. Yeye na ile tukio la Dube haikuwa favor. Kuna matokeo mawili tofauti hapo. Mechi ya pili ya Simba na Yanga, dakika za mwisho Yanga watakapata penalty, ilitolewa haikutolewa, ambapo Simba pia anufaika. Haya matukio kwenye mpira wa miguu ndio yanafanya mpira uweze kuwa na msimuko hali ya juu. Wakati Simba anafungwa na Yanga mara nyingi alikuwa anafungwa convincingly, yaani anafungwa na uthibitisho. Unafahamu? Yaani unafungwa na unafungwa tena. Ubora uangaliwi kwenye matukio yenye utata. Yaani ukaya unaweza, yaani hiyo sio factor. Salamba, kuna vitu viwili nimevizungumza. Cha kwanza ni Simba wenyewe, alafu kuna yale ambao wamesababishwa na Simba kutokana na swali lako. Sasa kwenye Simba yenyewe yanawahusu, lakini twende kwenye matokeo. Umeenda kuyatia dosari. Nataka nimalizie hapa kidogo kwa Salamba. Ndio. Napozungumza kuhusiana na Simba walikosa nafasi, yani makosa yao wenyewe, si ndio? Lakini pale ambapo mtu alitumbukiza mpira kwenye nyavu, alafu mwamuzi akasema sio goli, lakini wataalamu wakasema bwana mpaka mamlaka akasema sasa ilikuwa goli. Hamna mamlaka hapo. Unatafsiri ni nini? Yanga na Azam mechi ya Mwanza. Nani akafunga goli? Dep. Was clear goal. Offside. Haikuwa kabisa offside. Kwa hiyo leo tuongee kwamba Yanga naye ni bingwa wa FA, angefika finali kwa sababu lile goli lilikuwa ni clear goal. Naomba imeonekana taratibu kwanza. Sasa msimamo kaangalia picha za marejeo. Marejeo ndio nimeangalia Salamba. Tunapozungumzia offside, basi ukizungumza hivyo hata goli la Simba lilikuwa ni offside. Kwa msimamo wa mwamuzi. Kwa sababu cha siku sawa, kwa msimamo wa mwamuzi. Wewe unaona ilikuwa nini? Yani mimi binafsi ndio maana nimeliacha hewani. Ndio maana hata Mwinchui yeye aliona ni offside. Ndio maana mimi nimeliacha hewani kwamba yale ambayo aliwapelekea Simba. Hapa ameingia kwangu. Yale ambayo alipelekea Simba kushushwa. Yani kushushwa ile point ile point ambayo alipata. Hapo uko sawa, unaelewa kwanza. Unaona unachozungumza iko hapa sasa. Goli la Suleiman Mwalimu nalikumbuka vizuri. Ile iliingia kabisa kwenye nyavu. Depo alikuingia. Alikuwa offside. Mimi binafsi naona ilikuwa offside. Wewe unaona nini?
offside. Kwa kweli offside Kabisa na Mwinchui na yeye Simba kesho hapa ni offside. Mwinchui na aliona nini ilikuwa ni offside. Mamlaka walisemaje? Mpira una mamlaka, unaonyesha heshima ya mpira. Wakaangalia manake. Mpira uongozi na mamlaka. Sio mchambuzi mkubwa. Mpira hauongozwi na mamlaka. Salama tuweke vizuri. Kuna kamati za waamuzi, kamati. Mpira hauongozwi na mamlaka. Anayeongoza matokeo ya mchezo ni mwamuzi tu. Unaelewa? Anayeongoza matokeo sio rais wa kafu, sio rais wa FIFA, sio yoyote. Sasa hao waamuzi kuna kamati ambazo wakikosea wanahukumiwa, wale wanahukumiwa kwa sababu walikosa ile goli. Hapa tukwambie sasa. Walihukumu tofauti. Ngoja tuweke sawa. Hata wanapokuadhibu hawakuadhibu kwenda kubatilisha yale matokeo. Watakachokuadhibu ni kushindwa kutafsiri sheria. Unaelewa si? Usije ukachanganya hapo. Kwa hiyo ukisema kwamba eti hata mamlaka ilisema, mamlaka haina mamlaka ya kusema hili goli. Anayeweza kutoa alama 3 za mchezo au alama 1 au kupoka ni mwamuzi pekee. Anachokiona mwamuzi ndiyo kinasa. Ndio nimekwambiaje, yamefungwa magoli mengi ya mikono mengine yalishafungwaga. Uwezo kusema sio Baka tu, acha kwanza. Hata wakati Eliene yuko nyuma kufuatilia, wakina wengi yuko nyuma, wakina Pele. Uwezo kusema leo hii hapa watu walikosa ubingwa, tumechukua ubingwa kwa sababu lilikuwa gola mkono. Ikishamrudi dakika 90, ikiisha imekwisha. Uwezo ukaanza kuirifaa. Yaani mimi ninachopingana ni kwamba wataka uchukue kama reference. Ikishafika dakika 90